nchi hii mnayoiona, yani imefika mahala wako watu ndani ya serikali hii ya Dr. Samia huku chini huku, yani wanavyofanya, yani huwezi kujua kama serikali ipo. Yani imefika mahala watu wanafanya mambo, yani wale watoto ambao wanasema wanajiamulia mambo tu, yani wanapenda kujiamulia tu, wanafanya mambo ya ajabu ajabu, watu wanaiba, wanachukua hata visivyo vya kwao wanapora. Yani imekuwa kama mchezo, wachukua chako mapema usepe. Mpaka unajiuliza, kwani baada ya Dr. Samia hii nchi ndio tumefika kiama? Mbona hatuelewi? Kila mtu anataka kudokoa, anataka kuchukua, anataka kufanya hivi, kulindana. Ukisema hivi ninavyosema, wote wamevimba, wanataka kupasuka. Mimi nasema sisi wajibu wetu, tunatakiwa tumsaidie kwa wivu mkubwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hawa waliobaki wengine waganga njaa wenzetu hawa, sisi hatuna kazi ya kuja hapa kumtetea afisa maendeleo wa kata ambaye ameshafika hajafika. Mnieleze afisa maendeleo ya kata hapa yuko wapi? Mmenielewa? Hayupo. Yani maana yangu ni nini ninachokisema, Mheshimiwa Diwani, na nieleweke vizuri. Sisi tunatakiwa tulinde mamlaka iliyo juu. Dr. Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake kule ndio tunatakiwa tumsaidie huku chini. Sisi hatujaja hapa kumsaidia afisa maendeleo mtaa, si afisa maendeleo nani huko, kila mtu huko abebe mzigo wake. Tuwezi kuwa tunamlinda, yani hapana, ulizi sisi hatufanyi. Tunataka afanye vitu vya ajabu, tukifika hapa unajua, yani wananchi hawa wamekosa matumaini, wanalalamika hatujatendewa haki, na chama kikija hapa na chenyewe kifunike mambo ili mradi yaende, afu kizua sema wanatuchafua. Sisi tunasema tafuteni msamiati mwingine tofauti. Huu wa kusema mnachafuliwa tumeuzoea, yani watafute neno jingine labda litatuogopesha. Hilo sisi halitutishi. Tunataka heshima ya Dr. Samia kwa wananchi wake iendelee kuwa pale pale. Mimi niliwahi kumuuliza mtu, mama, rais wa nchi anatukanwa huko. Ukimuuliza nani aliwahi kukunjiana ngumi hapa na rais wa nchi? Nani aliwahi kutukanana na rais hapa? Kwamba mimi nina bifu na rais wa nchi. Lakini kwa sababu tu kuna huko bwana afya wa mtaa kakosa, anatukanwa mheshimiwa rais. Kuna mtendaji wa mtaa huku kafanya vitu vya hovyo, anatukanwa rais. Kuna swina ni nani huko benki anajibu majibu ya hovyo wateja, anatukanwa rais. Kila mzigo wote anashushiwa mama Samia. Yani anayetukanwa mmoja. Tukija hapo wanasema muilinde serikali mpaka huku chini, afisa maendeleo wa mtaa naye mumlinde. Si tunamlinda huyu anayerushiwa mawe kule, ili aendelee kuwa salama, afanye kazi ya kuwahudumia Watanzania. Jana nimesoma komenti moja mtandaoni. Mtu mmoja akaandika, na namfahamu huyo mtu, tulikuwa naye UDOM. Sema huyu Faris alikotufikisha jamani. Mama, hebu mpe basi huo uteuza na utafuta, hebu mpe bwana, ataua watu huyu. Mpe huo uteuza aondoke huyu. Sio huyo tu, wanasema wengi. Mteueni jamani, mteueni, anatafuta cheo huyu, muharakisheni, muondoeni. Uteuzi mwingine mnausema upi? Mimi si nilishateuliwa, si mwenyekiti wa vijana wa mkoa? Kwa sababu mimi aliyenipitisha kwenye kikao ili nigombee Dr. Samia, si alishaniteua jamani? Kitakachofuata baada ya hapa, hiyo ni kuniongezea au ni kunibadilishia majukumu. Lakini uteuzi ninao, na ndio maana nafanya kazi hii. Nimehubiri injili hii tangu Ngara, leo siku ya 16. Wewe uogopi? Nakuuliza, wewe uogopi?